Katika historia ya dunia kuna watu wachache ambao maisha yao yamekuwa somo la kudumu kwa vizazi vingi. Mmoja wao ni Nelson Mandela, mwanaharakati wa haki za binadamu na rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Nelson Mandela alizaliwa mwaka 1918 katika kijiji cha Mvezo, Afrika Kusini. Alikulia katika kipindi ambacho watu weusi walinyimwa haki nyingi za msingi kutokana na mfumo wa ubaguzi wa rangi uliojulikana kama apartheid. Mfumo huu uliwagawa wananchi kwa misingi ya rangi na kuwapa wazungu haki na fursa nyingi zaidi kuliko watu weusi. Akiwa kijana, Mandela aliamua kupigania usawa na haki kwa wananchi wote. Alijiunga na harakati za kupinga apartheid na kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa mapambano hayo. Serikali ya mwaka huo ilimuona kama tishio na mwaka 1964 alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Mandela alikaa gerezani kwa miaka 27. Watu wengi walidhani maisha yake ya kisiasa yalikuwa yamekwisha. Hata hivyo, badala ya kukata tamaa, aliendelea kuwa ishara ya matumaini kwa mamilioni ya watu waliokuwa wakitamani uhuru na usawa. Mwaka 1990 aliachiliwa huru. Kilichoshangaza ni kwamba hakutaka kulipiza kisasi dhidi waliomfunga. Badala yake alihubiri maridhiano, umoja na msamaha. Alielewa kuwa taifa haliwezi kujengwa kwa chuki bali maelewano. Mwaka 1994 Mandela alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini katika uchaguzi wa kidemokrasia. Uongozi wake uliweka msingi wa taifa jipya lililolenga usawa wa wananchi wote bila kujali rangi zao. Historia ya Nelson Mandela inatufundisha kuwa uvumilivu unaweza kushinda vikwazo vikubwa. Pia inakumbusha kuwa nguvu ya msamaha inaweza kuponya majeraha ya muda mrefu kuliko kisasi. Katika dunia ambayo mara nyingi imejaa mgawanyiko na migogoro, maisha yake yanaendelea kuwa mwanga wa matumaini na mfano wa uongozi wenye hekima. Hata leo, miaka mingi baada ya kuondoka madarakani, jina la Nelson Mandela linaendelea kuheshimiwa duniani kote kwa alama ya haki, amani, utu na ubinadamu. Mwandaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Atika Ali na hii ni Aliwatan TV. Usiache kusubscribe, kulike na comment.